Karibu tena mtazamaji, asante sana kwa kuendelea kuwa nasi. Baadhi ya viongozi wa Kenya Kwanza wamewasuta viongozi wa upinzani wakidai wanaeneza siasa za kuwagawanya Wakenya kimaeneo na kikabila. Wakizungumza huko Shinyalu katika kaunti ya Kakamega na pia Cherangani katika kaunti ya Trans Nzoia na Funyula katika kaunti ya Busia, kibwagizo chao kilikuwa kusifia miradi ya maendeleo inayofanikishwa na utawala wa Rais William Ruto na kuitaka jamii ya Mlembe kushikamana na kumpa Rais Ruto muhula wa pili kwenye uchaguzi mkuu mwaka ujao. Maria Nyambura anaarifu zaidi. Viongozi wa mrengo wa Kenya Kwanza walikita kambi katika eneo la Shinyalu, kaunti ya Kakamega. Kwa mara ya pili wiki hii, wafuasi wakijitokeza kwenye hafla ya uzinduzi wa stima mashinani na mpango wa kuwapa msaada wajane. Hapa, siasa za kuunga mkono serikali ya Rais William Ruto zikichacha. Spika Wetangula akisema Rais Ruto hajaitelekeza jamii ya Mlembe. Tusimame pamoja katika hii serikali ambayo tuko kama watoto wenu. Musalia yuko hapo, Oparanya yuko hapo, Deborah yuko hapo, Papa wa Roma yuko hapo, ma-PS tuko nao 8. Katika serikali ya Uhuru tulikuwa na waziri mmoja na PS moja. Mtashikilia William Ruto, ashikilie wa Kenya sawa. Tuko na viongozi wa maana Kenya kutoka sehemu ya jamii ya Waluya. Hawa ndio viongozi ambaye wanaweza kuchukua mamlaka kutoka kwa William Ruto. Viongozi hao wameapa kuunganisha jamii hiyo na kuendeleza miradi ya maendeleo, wakipuuzilia mbali dhana kuwa Rais Ruto hajatimiza ahadi alizotoa kwa jamii hiyo kama upinzani unavyodai. Wale wengine wanakuja, hawa mko nao kwa mkono. Wale wengine wanakuja wanawaahidi. Sasa utakaa na ile uko nayo ama utakaa na ile ya kuahidiwa? Sisi kama watu wa Western Kenya tumelia, tunataka maendeleo. Wakati tumeanza kupata, nyinyi mnadanganywa na wale watu ambao walitufinyilia kwa maendeleo ati mtembee na wao watawasaidia. Hao watu wanaoonea wivu, wanaoonea chuki, wanawadharau. Huko Chebarus, Cherangani, kaunti ya Trans Nzoia, kwenye hafla ya wazee wa jamii zinazotoka kaunti ya Trans Nzoia, viongozi wa Kenya Kwanza wamesema siasa za kugawana nafasi za uongozi kwa misingi ya kikabila au maeneo hazina nafasi katika kizazi cha sasa. Hii dunia ya Trans Nzoia ni kitovu cha umoja na usawa wa Kenya, na lazima kila mtu wa tabaka mbalimbali apewe nafasi ya kuwekeza, nafasi ya kusoma, nafasi ya kununua mali, nafasi ya kupendana na tusonge